Wasikilizaji wapendwa wa Kwetu News 24, popote pale mulipo, karibu katika taarifa ya habari ya siku ya leo. Leo tunakuletea habari nzito za kiusalama kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na taarifa ya hali za kibinadamu katika bara la Afrika. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, hali ya usalama inaendelea kuzorota. Raia wanaendelea kupoteza maisha katika mashambulizi yanayohusishwa na makundi yenye silaha, huku mapigano makali yakiripotiwa kati ya waasi wa M23, vikundi vya wazalendo na jeshi la serikali FARDC. Hali inayozidi kusababisha hofu na vifo na maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Acha basi tuanze moja kwa moja katika Kivu Kaskazini, ambako shambulizi ya waasi wa ADF yameendelea kulenga raia wasio na hatia na kusababisha vifo katika maeneo ya Lubero, hali inayozua maswali mengi kuhusu ulinzi wa wananchi katika maeneo ya pembezoni. Pia huko Ituri, mauaji ya raia yameripotiwa kufuatia mashambulizi yengine ya ADF katika kijiji cha Pakanza, ambapo familia zimekumbwa na majonzi makubwa na wakaaji wengine kulazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi yengine. Wakati huo huo, nje ya mipaka ya DRC nchini Sudan, mgogoro wa kivita unaendelea kuathiri vibaya hali ya kibinadamu. Msafara wa misaada ya mpango wa chakula duniani wa Umoja wa Mataifa umeshambuliwa kwa droni katika jimbo la Kordofan Kaskazini, tukio lililosababisha kifo na majeruhi na kuzuia wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa kudumu wa kibinadamu. Habari hizi zote zinaonyesha wazi uzito wa changamoto za kiusalama na kibinadamu zinazokabiliwa na watu katika eneo letu la Afrika. Endelea kuwa nasi kwa dakika chache zijazo, huku tukikuletea maelezo kamili, ushuhuda na vyanzo vya ndani na matamko ya wahusika katika taarifa hii ya leo. Tuzungumzie hali ya usalama kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kusema huko Kivu Kaskazini. Watu wasiopungua 15, wengi wao wakiwa raia wasio na hatia, wamepoteza maisha katika shambulio jipya la waasi wa ADF lililotokea katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Jamhuri ya Kiraia ya eneo hilo, shambulio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi tarehe 7 Februari mwaka huu katika kijiji cha Mabimbi kilicho ndani ya sekta ya Bapere. Washambuliaji walivamia kijiji hicho ghafla wakitumia silaha za moto na silaha za jadi, hali iliyoleta hofu kubwa miongoni mwa wakaaji. Mashuhuda wanasema kuwa watu waliuawa majumbani mwao, huku wengine wakijeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa kuchomwa moto. Baada ya shambulizi hilo, wakazi wengi walilazimika kukimbia makazi yao na kujificha porini na kwa kuogopa mashambulizi mengine. Viongozi wa kijamii wa eneo hilo wamelaani vikali mauaji hayo na kuitaka serikali pamoja na vyombo vya usalama kuongoza ulinzi wa raia, hasa katika maeneo ya pembezoni ambayo yamekuwa yakilengwa mara kwa mara na waasi hao wa ADF. Kwa sasa hali ya wasiwasi bado inaendelea katika eneo la Bapere, huku majeshi ya usalama yakitangaza kuimarisha doria na kuanzisha uchunguzi ili kubaini wahusika wa shambulizi hilo. Elekee basi huko Kivu Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa jana Jumamosi tarehe 7 Februari mwaka huu kati ya waasi wa muungano wa AFC M23 na vikundi vya wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC katika groupement ya Mkangala ndani ya sheferi ya Lwindi, eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalianza majira ya saa 4 asubuhi baada ya pande zote mbili kushambuliana kwa silaha nzito na nyepesi. Milio ya risasi na mabomu ilisikika kwa masaa mengi, huku mapigano yakiendelea mpaka jioni na kusababisha vifo na majeruhi kwa pande zote.
ingawa idadi kamili bado haijathibitishwa. Wakaaji wa eneo ya Mkangala na vijiji jirani wamesema kuwa walilazimika kukimbia makazi yao, wengine wakielekea porini na wengine katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi kwao, kwa hofu ya kukumbwa na mashambulizi ya moja kwa moja. Shughuli zote za kijamii na za kiuchumi zimesimamishwa, huku hali ya taharuki ikiendelea katika eneo hilo. Kwa upande wa maendeleo ya kijeshi, vyanzo vya usalama vinaripoti kuwa vikundi vya wazalendo wakisaidiwa na jeshi la FARDC wamefanikiwa kuchukua udhibiti wa eneo la Chafunda baada ya mapigano makali dhidi ya waasi wa M23. Hatua hiyo imetajwa kuwa muhimu kimkakati katika jitihada za kurejesha udhibiti wa maeneo ya Sheferia Lwindi. Baada ya kutoa Chafunda, mapigano yaliendelea kwa mashambulizi dhidi ya nafasi 4 za kijeshi za waasi wa M23. Lengo kuu la operation hiyo, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, ni kuikomboa mji wa Kasika ambayo ni makao makuu ya Sheferia Lwindi, eneo lenye umuhimu mkubwa wa kiutawala na kiusalama. Hadi kufikia sasa, hali hii bado ni ya wasiwasi na hakuna taarifa rasmi kutoka kwa majeshi ya serikali au viongozi wa M23 kuhusu hasara kamili. Vikosi vya FARDC vinaendelea kuimarisha nafasi zao, huku wazalendo wakiahidi kuendelea na mapambano hadi maeneo yote yaliyotekwa na waasi yakombolewe. Mamlaka ya kiraia zinatoa wito kwa wakaaji kuwa waangalifu na kuepuka maeneo ya mapigano na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama wakati juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo la Mwenga inaendelea. Tuelekee basi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ituri, ambako watu 6 wamethibitishwa kupoteza maisha katika shambulio jipya la waasi wa ADF lililotokea katika kijiji cha Pakanza, mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na viongozi wa kijamii, shambulizi hilo liliacha vifo 6 ambavyo raia 2 walizikwa papo hapo katika kijiji cha Pakanza kutokana na hali ngumu ya usalama na umbali kwa usafirishaji, huku miili ya watu 4 ikihamishwa katika Eringeti kwa ajili ya mazishi. Mashuhuda wanasema kuwa waasi wa ADF walivamia kijiji hicho wakati wa usiku, wakishambulia wakaaji kwa silaha za moto na mapanga, hali iliyoleta hofu kubwa na majonzi miongoni mwa wananchi. Baadhi ya nyumba zilichoma moto na mali za wakaaji kuporwa kabla ya washambuliaji kutoweka msituni. Baada ya tukio hilo, wakaaji wengi wa Pakanza na vijiji vya jirani walilazimika kukimbia makazi yao, wengine wakikimbia Eringeti na maeneo mengine yanayoonekana kuwa salama kwa maisha yao kwa hofu la shambulio lingine. Viongozi wa jamii pamoja na asasi za kisiasa na raia wamelaani vikali mauaji hayo, wakitaka serikali na vyombo vya ulinzi kuchukua hatua za haraka kulinda raia na kumaliza vitendo vya ADF ambavyo vimekuwa vikijirudia katika eneo la Ituri na Kivu Kaskazini. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko DRC. Acha basi tuhamie upande mwingine huko Sudan, kwenye mipaka tu ya DRC. Tukio la kusikitiza limeripotiwa nchini Sudan ambako msafara wa misaada ya kibinadamu wa shirika la mpango wa chakula duniani PAM umeshambuliwa kwa drone katika shambulizi lililodaiwa kufanywa na vikosi vya msaada wa haraka FSR. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, shambulizi hilo limetokea alfajiri ya Jumaa tarehe 6 Februari katika jimbo la Kordofan Kaskazini, eneo ambalo limegeuka kuwa mstari mpya wa mbele wa vita kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya FSR vinavyoongozwa na Jenerali Hamdan Dagalo maarufu kama Hamidti.
Katika shambulizi hilo, mtu mmoja amefariki dunia huku watu kadhaa wakijeruhiwa, wakiwemo wafanyakazi wa misaada. Tukio hilo limeongoza hofu kubwa ya usalama wa kudumu wa kibinadamu, ambao wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira hatarishi tangu vita vilipoanza karibu miaka 3 iliyopita. Kwa mujibu wa vyanzo vya PAM, malori yaliyoshambuliwa yalikuwa yamebeba misaada ya chakula na yalikuwa yameondoka katika mji wa Kosti uliopo katika jimbo la Nile Nyeupe. Msafara huo ulikuwa unaelekea El Obeid, mji mkuu wa Kordofan kaskazini, ambako kuna maelfu ya wakimbizi wa ndani waliokimbia mapigano makali yanayoendelea kati ya eneo ya Deling na Kadugli kusini mwa jimbo hilo. Katika siku 10 zilizopita, jeshi la Sudan liliripoti kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo kutoka mkononi mwa FCR katika maeneo hayo ya kusini, hali ambayo imezidisha mapigano na kusababisha raia wengi kukimbia makazi yao. Kufuatia shambulizi hilo, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Dennis Brown, amesema kuwa imeingiwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusu usalama wa wafanyakazi wa misaada, akisisitiza kuwa wahudumu wa kibinadamu hawapaswi kulengwa kamwe katika migogoro ya kivita. Kwa upande mwingine, mtandao wa madaktari wa Sudan umelaani vikali shambulizi hilo, ukieleza kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kibinadamu na za kitaifa, na kutoa wito wa kufanyia kazi kwa uchunguzi huru na wa haraka ili kubaini na kuwajibisha waliohusika. Mashirika ya kibinadamu yameonya kuwa mashambulizi kama haya yanaweza kuhatarisha vibaya usambazaji wa misaada katika nchi ambayo tayari inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu, uhaba wa chakula, mamilioni ya raia waliolazimika kuhama makazi yao. Hali ya usalama nchini Sudan inaendelea kuwa tete, huku jamii ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kulindwa kwa raia na wahudumu wa msaada na kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa. Huo ndio mwisho wa habari ya siku ya leo. Hivyo tunakukaribisha kwa wakati ujao.